Hadi unaweza kuwa unapata viatu zinauziwa mtu mwingine. Acha daktari atuambie. Daktari ni daktari, unaona kama daktari. Vitu zinauzwa na Jeff na Tina. Ama kuna shida gani na mimi tangu tuachane na nyinyi ile sisi. Umeniona kwa maisha yangu. Ushaiona nikimpigia simu. Ushaiona nikimpigia simu. Ushaiona nikimpigia simu. Simaachane na nyinyi muoane. Mimi daktari ameniita hapa singekuja. Utaenda kwa binti yako tafadhali. Kila kitu ni halusi. Nini wewe? Wewe unaniambia nini kwangu? Who is this? Ati babe, unani? Babe unaniambia nini wewe? Achana na babe wetu. What is this? Babe wetu amka. Babe wewe ni imani. Nafanya kazi nje kwa mjinga. Askari, afande. Kutoka. Afande vitu gani unaenda? Afande tumesikia. My friend. Tumesikia tuongee kama wanaume wewe. Who are you? Who are you? Do you know me? Don't have respect. Unaniambia nini wewe? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, ni siku nyingine njema sana. Tunarudisha Mwenyezi Mungu shukrani kabla chochote. Na hapa guys tuko kwa meeting ambayo ni ya Oscar, haijakamilika vizuri. Tuko tunajaribu kupambana tuone vile mambo inakuwa sawa. Na mali tumefikia hapa, nadhani kila kitu itakuwa sawa tukielewana, tukiona utaratibu. Tuko hapa kwa pamoja, tuko pale na tuko hapa na Mama Lucy, tuko hapa na Jeff, tuko hapa na Tina. Daktari pia yuko hapa, tuko pale na Oscar, na ningependa tuanze na salamu ili tujuliane hali alafu tujue vile tunazungumza. Kwa hii meeting daktari ameniambia kwamba nitafutane na hawa watu ambao wamekaa hapa kwa saa hizi, nisiongeze mtu mwingine, na nimekafanya hivyo. Kwa hivyo anataka azungumze na wao na tujue ni nini inaendelea zaidi ya hapo. Ya Mama Lucy ukoaje? Niko salama. Asante kufika. Ukoaje Jeff? Mimi niko poa kabisa. Napumua. Nashukuru Mungu. Okay, sawa sawa bro. Ukoaje Tina? Siko salama sana. Shida nini huko salama? Utatuelezea tu. Tawaelezea, acha kwanza tujuane. Okay, sawa sawa. Oscar ukoaje bro? Mimi niko poa. Kabisa. Shida tu ni kwamba sasa watoto wadogo naurumia kwa ile problem umejiweka ndani, kwa sababu ya maybe kenye naweza sema maybe ni shida ya pesa. Sababu I think the only problem maleta kujiingiza kwa hii shida because of lack of resources. Sababu angekuwa na resources I think wangekuwa wamejisaidia kivyao, lakini sasa ni ile tamaa ni kitu mbaya sana kwa maisha. Sababu sasa vitu hata wewe mwenyewe umejionea, huyu mtoto bado ni mdogo. Na huyu kijana I think ile tamaa na ile kutaka ile mali ya ulimwengu kwa sasa wajitahidi watafute. Sababu wangekuwa wamejitahidi kutafuta I think wangekuwa wamefika pahali penye wengine wetu tuko, na wangekuwa kwa shida kama hizi. Nadhani pengine ni lesson kwa wao, wajue ni kwa nini, penye wajue there is something you should fight for whatever you want in life. Unapigana sababu unadhani kila mtu anatapigania hivyo, sawa? My friend, sikia. Jeff, leo tujakuja kwa ubaya, nataka tuongee vizuri bro. Acha ndio iko kofia kwangu. Sikia my friend. Sikia, achana huyu jamaa. Hakuna kitu tunasikiza kwa jamaa. Sikia. Kuna vitu zingine unatumia nguvu na kuna vitu zingine you use mind, knowledge, akili siku zote, sawa? Sawa bro. I will rely sababu vitu ni daktari ameanza kureveal saa hizi kwa maisha. Daktari ni kitu mzuri sana. Nikuulize aje? Nani Jeff? Hapana. Can this guy define what we call a doctor? Can you define a doctor? Unaweza define daktari? Nani Jeff? You know what a doctor is? Jeff, leo tujakuja kwa ubaya ndugu yangu. Nasema aje? Huyu jamaa amesema kuna vitu vingine unatumia nguvu. My friend. Nguvu gani anatumia? Sometimes try to use knowledge. Knowledge kidogo inaweza kusaidia. Ukitumia akili hapa itakwambia ufanye hivi. Hakuna haja niambia huyu jamaa tumie nguvu mingi apigane na watu wengi na baadaye apigwe risasi akufe, kuja tumzike huko nyumbani, sawa? Kuna vitu zingine zinahitaji akili. Inaitwa common sense. Sawa, tumekuelewa Jeff. Jeff, haina haja tumeanza meeting, haina haja kwanza kuongea vibaya bro. Na acha nikwambie pia wewe pia next time tafadhali. Na pia inaweza kuwa ni leo siku yangu kuja hapa mwisho. Sitakuwa nakuja hivi juu ya ujinga ya huyu mtu ananiambia aliwala kusika Kongo sijui kutafuta nini. Sawa? That is not my work. Hiyo si kazi yangu bwana. Tulia bro. Wewe ongea, wewe sema daktari uko aje? Sema unajua fracas. Mimi niko salama.
Namshukuru Mungu ni siku nyingine. Na nilikuambia leo tufike hapa mapema. Sababu nilikuwa nataka afternoon nilikuwa nimetoka kidogo, niko na shughuli huko sehemu za Kitale. Kuna watu wameningoja huko. Sasa nilikuwa nataka niharakishe kidogo nikimbie huko, ndio maana nikakuambia tuamukie hapa mapema. Sababu vile hii kesi inaendelea, kuna vitu kadhaa ambaye nimekuwa nikiangalia. Unajua mimi huwa napea mtu nafasi, napea muda mwenyewe ajikarange. Na kuna vitu ambaye nimeona hata usiku vile nilikuwa nafuatilia. Kuna mambo kadhaa ambaye nimeona, na ndio nikakupigia hiyo simu hiyo usiku tu nikakuambia kesho panga hiyo meeting mapema. Oscar, habari ya leo? Naona naendelea vizuri na naona unafuatilia vile masharti yale nilikuambia. Kuna vitu kadhaa ambaye ndio nikakuambia tafutana na huyu msichana, sababu tangu hiyo siku hatujaonana na yeye. Nataka tu nijue anaendelea aje na maisha yake saa hii iko aje, sababu tangu atoke hapo kuna vitu kadhaa ambaye nataka tu kujua kutoka kwake. Nataka tu aeleze tu tangu hiyo mambo itokee amekuwa wapi na amekuwa anashughulika na nini. Mimi kama chochote kenye unaniambia saa hizi mimi ninafuatilia. Sababu penye umenitoa na siwezi kataa. Ni mbali na penye naenda naona ni kama kuna nuru mbele ya tunnel. Hebu uliza jamaa nuru ni nini? Unajua mkisema aje kuongea na sikia kwanza, sikia my friend, let me speak bwana. Acha niongee kwanza. Unajua kitu moja huyu jamaa, acha nikwambie, na siku moja nitakupiga kofi. Unataka kupiga kofi jua nini? Unajua kwa nini? Wewe unaitwa ujue unakuja kushughulika na nani, unakuja kuongea na nani? Duno huyu ni nani kwangu? Unajua huyu ni nani? Sinajua ni mpenzi wako. Ndio anasema aliambia huyu atafutana na huyu. Kwa hivyo nyinyi pia mmekuwa mkifinyana mkiwa wawili. Sasa huyu mwanamke ana advise huyu kijana akuwekelee kofi. Yani ile ndio naweza mweka kofi. Unataka nimpige kofi? Yani wewe bado unataka nimpige kofi? Sikia, acha nikwambie kitu moja. Unachiki huyu jamaa afai kuja kukwambia tafutana na huyu. Ndio anakuambia utafutana na mke wangu. Unajua huyu ni nani? Unajua huyu ni nani? Tunajua ni bibi yako Jeff. Ni bibi yangu. Mbona huyu anaambia tafutana na bibi yangu? Kenye Mungu amekupiga biboko. Walisema na cheat. Walisema na cheat na mama yake, si ndio? Akasema na cheat na bibi yake. Leo hii nimesikia daktari akisema aliambia mbona mimi daktari yako naambia nitafutane na bibi yangu? This is my fiance. Nikikuja na huyu fiance kama sijui nafaa niulize maswali mingi. Acha basi tuongee na yeye. Acha niseme kitu moja ya mwisho, sikia. Umepata ukimwi kutoka kwa mama mkwe yake. Umemsambazia. Huyu jamaa nimemsaidia. Sikia. Si ukimwi na meza dawa. Nashindio. Shukuru jeshi. Ungekuwa kwa hiyo jeshi sasa ungekuwa na ukimwi mwingine strong sana. Hata nimejaribu kukupunguzia. Niko na ukimwi kubwa na ujini nimekupunguzia. Ni wewe sasa ungekuwa unaona sasa ungekuwa uko nayo. Sawa. Na wewe hujui kumeza dawa. Mimi najua uko na kiburi, ungesema uko na nguvu. Ungemeza dawa, sawa? Umekuja kwa upole sana Jeff. Pole umekuja nao na pia mimi umekuja na upole. Lakini Dijadhari sana kwa sababu pia let me tell you something. You cannot do me anything whatsoever. You cannot do me anything. Sisi tumekusikia. Tumekusikia. Wacha tuongelee mambo ambayo imetuleta hapa. Hapa mnina meeting very important bwana. Don't call me for a silly meeting. What is this? Sisi wachana usipishane na yeye. Unajua ukiendelea kuongea wachana na yeye, wacha tu focus na vitu ambayo imetuleta hapa. Na huyu msichana Tina ndio nimetaka niongee na yeye. Focus na maneno yako bwana. Wewe ndugu yangu tafadhali. Jeff, tuko na heshima tafadhali na utaratibu tafadhali bro. Sasa tuongee aje hivi tumalize hii. Nyinyi mmekuwa na hiyo heshima, mmekuwa na hiyo utaratibu. Unaita bibi yangu, daktari anasema bibi yangu Juliana yeye muite hapa. Hiyo ni taratibu. You are wrong my friend. Unaweza kufanya nini wewe? Siafanye. Kwa unajua mimi nizafanya nini? Nani Oscar achana naye. Oscar tulia tafadhali. Tulia. Nani Tina, umesikia swali ya daktari amekuuliza? Anaweza rudia kidogo. Okay, sawa. Ulisema unaitwa nani kwanza nikumbushe? Naitwa Tina. Tina, habari ya leo? Siko salama sana. Unajua tangu hiyo siku tutoke kwa nyumba hapo, tangu hiyo mambo itokee hatujaonana tena. Umekuwa wapi na umekuwa na shughuli gani? Nilienda mafichoni kidogo. Sitasema mahali nilikuwa.
Juu tangu hiyo siku tutoke kwa nyumba sijakutana na watu nilikuwa nao huko. Na maisha yangu imebadilika. Nimekuwa na stress. Maisha nilikuwa naishi huko mzuri si maisha naishi sahi. Zile chakula nzuri nilikuwa nakula si chakula zenye nakula sahi. Maisha yangu imekuwa ngumu. Naweza sema ni ngumu. Na pia bado najaribu kukubali hii ugonjwa nilipatikana nayo. Na sasa wewe uko na mipango gani ya maisha? Sababu kuna vitu ambaye naona uko unashughulikia, na hii vitu ambaye unashughulikia uko na mipango gani ya maisha? Sababu kuna vitu ambaye nilionyeshwa jana usiku, kuna vitu ambaye unakimbishana nayo. Ni nini hiyo ambaye uko unashughulikia? Sina shughuli yoyote, labda uniambie cause sikuelewi hapo. Kuna mambo ambaye naona uko unakimbishana nayo. Kuna mambo ambaye naona uko unakimbishana nayo kabisa. Hizi siku mbili ambaye hujakuwa umekuwa unashughulika kabisa. Hii vitu ni gani? Sababu ni vizuri, unajua hii mambo inatuhusu wote. Ni vizuri hata sisi utuhusishe. Naweza sema sina shughuli yoyote. Mimi shughuli niko nayo ni ya kujaribu kukubali hii ugonjwa niko nayo. Na huyu mama anajua hii mambo ambaye mnaendeleza. Huyu mama, sababu unaona hii grupu ni yote, lakini naona kuna utengano. Kuna siri ambazo ziko ndani. Mbona mnafichana maneno yenu? Daktari, naweza sema venye tu nimesema, tangu nitoke hapa sijai kutana nao na hatujawahi communicate. Walibaki wawili. Kwa hivyo unataka kusema kwamba uongeangi na Jeff na uongeangi na Mama Lucy? Siongeangi nao cause niliona ni kama Jeff anampenda sana kunishinda. Siongeangi nao. Niliona ni kama Jeff ni muache apende ule. Mimi acha nikae maisha yangu mahali imefika. Nikaa yule mama ameninyang'anya bwana mahali imefika. Thank you. Ameninyang'anya bwana aje? Ameninyang'anya bwana. Kijiondoa Tina, nilikwambia uondoke ama ni wewe ulijiondoa peke yako? Si niliona hiyo relationship mlikuwa nayo hiyo siku. Alikushika sana kushinda mimi. Si ni mwenyewe ulijiondoa? Unajua kufukuzaya kuambi toka. This life is very hot. Wewe mwenyewe ndio ulijitoa. Si unaona? Mmeuliza huyu, si unaona? Mmeuliza huyu ako sawa, amesema ako sawa. Mimi siko sawa. Mimi siko sawa. Tell them your problem. Nishasema shida zangu. So bado napenda Jeff? Hapo itabidi nifikirie kwanza. Hapo itabidi nifikirie. Kila kitu imeenda. Utakupatia ukimwi alafu tena bado unaweza kuwa na roho kweli ya ukimwi. Unaweza kombea na kuvunjika mguu. Unaweza kombea ukimwi na unajua kuvunjika mguu huwezi tembea. Ukimwi unaweza tembea na mguu zote, uinue zote. Unakuwa sawa. Yote. Na utembea vizuri na ukula dawa sawa. Si kama kuvunjika kupigwa risasi huko kwa msitu. Nimekwambia leo hata risasi ukipigwa utatembea na huko nini? Utatembea na hizi sawa. Because kama umeshikana na mama mkwe, kama mlikuwa mmepanga hata mpaka kuniua. Oscar tulia. Sababu huyu mama huyu msichana amekataa kuongea. Na mimi nakuambia Tina, mimi mambo yenu mimi huwa naangalia. Yo mtu yoyote ambaye yuko kwa hii kesi, hakuna kitu ambaye atafanya nikose kujua. Na ndio maana nimekuuliza hii shughuli ambayo unashughulikia, naona unakimbishana huku na huku. Hakuna shughuli niko nayo. Naomba hujamwambia, naomba sababu kila mambo yenu inafaa muweke wazi. Naomba hii mambo na mimba unaficha. Tino uko na mimba? Relax wewe. Na pia mimi si niko na mimba. Mimba ni ya nani? Tulia. Uko na mimba? Ndio, niko na mimba. Uko na mimba? Na mbona unaficha? Mimi si niko na mimba. Mimba ya nani uko nayo? Ni mimba ya Jeff. Mimba ya Jeff. Nikwambia bro. Mimi ndo Messi bwana. I'm the Ronaldo. Na pia mimi niko na mimba. And I think sasa venye mmejua niko na mimba, leo natoka hapa na Jeff. Leo ataachana na huyu mwanamke. Na mimi nitapeleka yangu. Ataachana na huyu mwanamke. Ni mama yangu, nimpeleke wapi? Utaachana na yeye leo. Utachagua uachane na yeye. Hapana, mbona wewe? Utachagua uachane na yeye ama mimi nikuache? My friend, relax.
Mbona wewe utachagua story ya Kongo, wewe ongea story ya Kongo, usiongea story ya Bob. Kama si daktari mwenye hiyo mimba hujui kupeana. Unajua hujui kupeana hiyo mimba. Kaa chini kwanza kwa sababu wacha tusikize daktari because nimwambia msikize daktari. Unajua kupiga hiyo mchezo. Wewe unajua kucheza hiyo mchezo. Unasema mimba. Unajua venye hata mtoto anapatikana. Unajua venye mtoto anapatikana. Kaa chini bro. Relax bwana. Because ni kama mambo ya watu wakubwa, watu wakubwa ongea. Tena umesema kuna nini? Tena kwa hivyo unasema kwamba leo unatoka hapa na Jeff. Mimi nataka niende na Jeff. Niko na mimba yake. Leo itabidi achague mwanamke ama nichague. Aje msikie wanasema. Wewe unasema aje? Mnatoka na Jeff mta kuishi wapi? My friend niko middle. I'm in the middle. Sitoki. Huyu ako na mimba, amejishika. Mimi unaona akisema anabaki na huyu mimi namwacha, acha nikae peke yangu. Akishakula pesa kama atabaki na wewe acha abaki. Mimi naenda, nitajipanga mbele. Penye imefika saa hii, penye sisi wote tuko na mimba. Umesema kuna Jeff, ulikuwa unajua kama Tina yako na mimba? Umesema ulikuwa unajua kama Tina yako na mimba Jeff? Hiyo swali unafaa kuniuliza. Alikuwa anajua, ulimwambia? Alikuwa anajua. Na nani Mama Lucy unasema huku unajua kama Tina yako na mimba? Sikuwa najua Tina yuko na mimba. Anafaa kujua nini? Kwa hiyo this is my mother bwana, anafaa kujua nini concerning my beloved wife. Vitu daktari anasema zio kwanga vitu za ukweli. Hakuna cha ukweli hapa. Tina, hiyo mambo mengine mbona usiongelee, sababu hii ya mimba nimeongea. Mwanza kurogo daktari. Tina siku kama unajua kuna kitu najua. Mimi nimewaambia sasa hiki tuko kwa akili yangu, ugonjwa venye nitapambana nayo. Najua mambo yako. Nataka sasa hii mambo mengine ambayo umebakisha hii uongee mwenyewe. Bro, unijipatia yani kwambie kuna ile kitu Mungu aliambia Abraham, utakuwa na many descendants, you will have many followers. Unaona? Kulingana na kazi unapiga. Na bro, kulingana na shughuli nimekuwa nikipiga, you can see the results. Ndo amekuwa akikaa. Tina, mimi nauliza tu wewe. Ndio si wanakuja. Nauliza wewe, hii mambo mengine mbona uongei? Mambo gani? Daktari fichua kweli yote. Mambo gani? Hii mambo gani? Nitoke huko nimekuwa nikikaa maisha yangu. Mama tulia, mama nyamaza. Mambo gani? Unataka hata nimekuwa naishi maisha ya kuhangaika, ni mambo gani tena? Umeweza kuamini mganga? Umeweza kuamini mganga? Unataka kuniruka? Mbona zile siku zingine akisema ukweli uko unaitika, ulikuwa unajaribu kumtetea. Hii mimba ya Tina leo hii amesema mimba ya Tinda ukakubali, sawa? Na si amesema Tina yako na mimba na Tina mwenyewe akakubali kwamba uko na mimba. Kuna uongo wapi hapo Jeff? Tumepima wapi? Tina uko na ball? Si yeye mwenyewe amekubali hapa. Amekubali uko na mimba. Sawa. So unataka kujifanya hujakuwa unajua niko na ball. Sawa. Fichua kila kitu. Azaman, sawa, Azaman. I am allowed to stay with any kind of a woman I can stay with in a society, sawa? As long as a woman can provide something. For example, amesema kuna mtoto, sawa? Can I deny? Can I deny my blood? Na hii mimba ni ya miezi tatu. Hii miezi tatu yote si ulikuwa unajua? Ni miezi tatu. Hii mimba ambayo yako nayo ni miezi tatu. Nani Tina, ni ukweli mimba ni miezi tatu? Mbona mnafuatilia mimba yangu sana? Kwa hivyo mnapatianga daktari information. Hakuna information, sisi tu kwa tunajua kama sisi Tina tulikuwa tunajua kama kuna mimba. Tina ulilipa na jamaa wakati ulikuwa unazungusha miti yako, tulikuwa na wewe. Unajua kuizungusha hiyo miti. Hiyo miti. Sababu kuna mambo mengine ambayo watu wamekataa kuongea, na sababu nataka ajue kwamba najua mambo yake. Kuna mipango ambayo watu wako nayo. Chunga sana wewe. Daktari pia wewe, maneno zako kidogo chunga. Tulia tu bro, tafadhali kidogo aongee. Mama Lucy. Hii mambo inakuhusu wewe pamoja na hao watu yako. Na kuna kitu ambaye naona inaendelea hapa katikati yenu na sio mzuri. Na hii yote ni kwa sababu ya hii mali ya wiki jana Oscar. Na niko naona mwisho wenu wiki inaisha vibaya. Na watu wamepanga Oscar, wachana nao, Wacha tumalize hii meeting vizuri tafadhali bro. Bana mimi nahangaika alafu jamaa ananiambia mali yako, mali yangu. Wacha tu daktari aongee. Mali yako au mali yangu? Tafadhali. Kuna gari ambaye Oscar, kuna gari ambayo ulikuwa nayo. Gari yangu nakwambia niliambia iko garage. Huyu msichana Tina, hiyo gari ndiye amekuwa anashughulikia, ndio maana nimemuuliza amekuwa anashughulikia hii masiku 2-3. Na hiyo gari ameuza. Tina. Gari? Tina umeuza gari yangu.
Gari Wewe gani? kati. Tina, Wewe unauza tulia, gari. Gari tulia. gani? Wewe tulia. Itabidi muache. Gari gani nimeuza? Gari gani nimeuza? Usongee mingi. Gari gani? Unafanya kama Nilikwambia Gari usongee gani? mingi. Don't Ona, talk much. mbona tulijileta? Gari gani nimeuza? Nyamaza. Wanadanganywa na daktari. Tulia. Gari gani nimeuza? Sinakwambia Gari gani? unyamaze. Mimi najua hata kuendesha gari. Ni gari gani nimeuza daktari? Wewe Ni nimekwambia gari aje? gani nimeuza? Sikia. Mimi hata sijui Wewe kuendesha nimekwambia. gari. Tina, nyamaza. Ni gari gani nimeuza? Kana muuza gari yangu. Gari gani nimeuza? Logbook yangu Nani ilikuwa kwa mwenyewe? safe. Ona, Of mimi which mwenyewe sasa sikia. ana vitu zangu mingi ziko kwa hiyo nyumba. Sikia. Mi tangu tuachane nao na Unaweza kujifanya hapa. These ladies are wewe. Unachezea na wanawake na uoni wewe. Sawa. Si hivyo. If my logbook ilikuwa kwa safe. Na ndio unasikiza gari hizo uza hakuna mwenye ananunua gari bila logbook. Wewe. mimi najua kuendesha. Nyamaza my friend. wewe. My friend. Wewe. Sikia. Nimefika sasa hivi. Mama mkwe sasa Gari gani? Niita Oscar. mbona umeniharibia maisha yangu kwa nini? Sawa. kuendesha gari mimi sijui, sitaki kujua Mimi hata sijui hiyo gari Unataka inakaa. gari? Tina, ulipataje? Unataka gari? Ulipataje logbook? Unataka Nyinyi wawili nyumba? mnanichezea. Mimi hata sijui logbook inakaa aje. Sijui logbook inakaa aje. Ni gari gani nimeuza? Jamaa anataka mama Gari mkwe. gani? Anataka huyu, Daktari anataka gari. anawadanganya. Unataka nini? Kaa tu chini, tulia. Daktari anawadanganya. Wewe nyamaza. Nyamaza. Na mimi I nataka had some kuenda serious Tulia documents basi. kwa safe yangu. Sasa kama imefika pahali huyu ni fourth party ama fifth party. Inasemekana gari yangu imeuzwa. Sababu Most of my important documents ni kama zimepotea. ndio maana nimeambia Tina mimi mambo yake hakuna kitu ambaye sijui. Hapo umewadanganya, hebu waambie Na ukweli. hizo Hapo vitu- umewandanganya. hizo Gari vitu ambaye gani? Mimi mlichukua- hata sijui kuendesha gari. Wewe uko na gari? Mimi hata sijui Hizo logbook hizo inakaa document aje. ambayo ni za Oscar. Ni gari Utulie, gani nimeuza? unyamaze, utulie. Gari gani nimeuza na Si natumia hata matatu? si wamesema gari Hapa iko. nimekuja na matatu, hata si Uber. Wacha daktari atatuiki. Kwanza mimi ukiwa naendesha gari, Gari labda iko. gari ni yangu. Daktari sema. Daktari acha Ukiwa mimi bado kuwadanganya. hujapigi. Gari Kwa hivyo gani? Mama Lucy hujui mambo ya gari? Haujui kabisa. Sijui. Sasa unataka kujua nini hapo wewe mama? Sijui kama gari imeuzwa. Gari gani? Gari gani? Na Jeff, mbona unatetea sana Tina bro? Ama wewe unajua mambo ya hii gari? Huyu msichana ako na stress mingi. Kwanza Basi umesema gari kuna iko wapi? nyinyi mlisema kuna Tina, ugonjwa basi gari iko kubwa. wapi? Mlisema kuna ugonjwa Gari kubwa. gani? Gari iko Na wapi? juu huyu Gari msichana inakaa aje? jua tulia Mimi babe, nimekuja na nyamaza. matatu. Nimekuja na matatu. Gari gani mnaniuliza? Sweetie, babe, si utulie, nimekwambia utulie. Mmesema udema kuna ukimwi, si ndio? Tumesikia. Sawa? Hiyo ukimwi hamjui venye tatibiwa, hamjui. Hii mama na Mshaniletea gari. stress za Nikuulize gari. aje Gari bro? gani? Kati ya ukimwi na gari. Tuseme sasa Bro, mtu sisi ako na tuongelee ukimwi, bro. ako na gari. Sisi tuongelee mambo ya ukimwi hapa. Mambo ya ukimwi ishapita. Ugonjwa ndio Tunaongelelea unaongelea mambo ya kati gari ukimwi bro. na gari, gari ni kubwa sana. Si Mambo ya ukimwi. gari ndo tunaongelea hapa tafadhali. Sasa wacha mimi nieleze tu kila kitu sababu naona wenyewe wanajikaranga. Daktari Na acha vile- kuwadanganya, waambie ukweli. Hapo kwa mimba umesema nimekubali, lakini hizo magari na vitu zingine hapana. Kwa hivyo hujui mambo ya gari. Sijui. Gari gani Na mimi huwa- mmeniita huwa hapa anafaa this kuuliza time swali. nimedhani mnaniita na uzuri. Hizi ni vitu gani? Sieri nitoke niende. Daktari, nikuulize, watu wanajua hii gari kuuzwa? Wanajua Mama Lucy na nani na Jeff? Kwa sababu naona Mama Lucy anasema hajui. Jeff Ndio maana nimekuambia kama vile ulikuwa unanifuatilia. Nilisema hapa ndani kuna watu wameanza kugeukana. Na mimi nimeona kila kitu. Sababu Tafadhali unyamaze wewe. hii madocument ambayo inauliziwa Wewe nakwambia unyamaze. huyu kijana Jeff aliweza kupea huyu mwanamke aende afiche. Alipewa Tina. Alipea huyu mume. Nani alipeana documents? Documents zinakaa aje? Jeff alipeana No, documents. Documents kama gani, mnaongea. daktari? Mnaongea. Kaa chini, kaa chini. Documents, Kaa chini. Documents kama zimepeanwa ama documents. documents za nini kwanza? Wewe document zako. Documents gani? Mimi ndo nafanya kuwa mwendazimu, nyinyi sasa mwanza kuwa mwendazimu. Hapana. Jeff, wewe Jeff. mwana Umetoka kwa nyumba na bagi yangu, Oscar. hata Tulia, sijui bro, mambo nyamaza. zote. Tulia, Documents nyamaza. gani? Oscar, kaa chini. Nimetaka mama yako ama ni zangu. Tulia. Bro, Huyu jamaa ananiambia nini huyu? Kaa chini bro. Kaa chini. Nani Jeff? siku ya mwisho kupiga tafadhali. mtu kofi alikufa sawa. Jeff, tafadhali kaa chini. Tulia, unya Sawa, relax. kaa chini bro. Kwa hiyo mama na gari unaongea, si unaongea gari gani? Sawa, Uda kaa gari chini. si unaongea nini? Kaa chini. Na uda
Daktari akona title gani anafaa kutuambia vile. Wacha basi aongee tu kitu anasema. Anaongea nini? Anaongea uongo. Anaongea uongo. Haina haja nini tu. Daktari anasema uko na ukimwi, ulikuwa na malaria. Oscar tafadhali. Oscar, tunataka tujue ukweli. Uko hapa kusaidiwa bro. Hata utapigana alisema. Bro, uko hapa kusaidiwa, ukiongea utasaidiwa kweli. Tafadhali nyamaza Tafadhali. Na hii mambo yote inatokana na hii ugonjwa ambayo watu walipata, na sababu hii ugonjwa huyu mama ndiye aliwapea. Watu wamekaa chini na wanataka kufanya revenge. Na hii revenge ambayo wanataka kufanya, wanataka kuuza kila kitu ya hiyo boma na watoroke nayo. Na wamefanikiwa. Wameuza gari. Na sasa wako kwa plani ya kuuza hiyo nyumba pamoja na hiyo shamba. Na hata vile tunaongea hivi, ndani ya hizi siku 2 ndio ilikuwa hii biashara iishe. Ndani ya siku 2. Ndani ya hii siku 2 ndio ilikuwa kila kitu wamalize, wauze kila kitu na watoroke na hiyo pesa. Na mimi nilikuwa nimeona hii mambo yao. Na hata vile amekuwa anakataa, nilikuwa nimeona. Na mimi nikikuuliza swali najuanga na kuanga na sababu. Na vile nimewaambia hapa ndani hii group yenyu mtamaliza vibaya. Kitu ile mimi nataka hata ama wata. Unajua kusema hata mimi niko hapo ndani. Ama wata. Najua pia wewe uko najiweka kwa matatizo, na mimi makosa yako niko na hesabu tu. Si ati nimeachana na wewe. Kile ambaye nitafanya ndio utajua kweli huyu ni daktari ama ni nani. Do you know what I can do? Mimi makosa yako niko na hesabu, na ikifika kiwango ile ambaye nataka, ikifika kiwango ile ambaye nataka, utaona kile ambaye nitafanya. Kiwango gani? Na mimi kitu ile nataka pia Lucy akue hapa. Ili pia naye hii mambo asikie. Pia naye aone watu ambaye alikuwa nao. Niliwaambia hii mambo yao itaisha vibaya. Oscar please, daktari akiongea mpe heshima Oscar tafadhali. Oscar, daktari akiongea mpe heshima tafadhali. Please. Ona, nasikia sijui vitu zinauzwa. Nani anauza? Daktari wanauza vitu. Nani anauza hizo vitu? Wewe usinyamaze, tulie. Lazima niulize hii maneno. Kuna vitu kuna vitu Ni vitu gani zinauzwa? Kuna vitu za mali. Kuna vitu gani zinauzwa? Tueleze vizuri. Kuna vitu za mali. Hata unaweza kuwa unapata viatu zinauziwa mtu mwingine. Acha daktari atuambie. Daktari ni daktari, unaona kama daktari? Vitu zinauzwa na Jeff na Tina. Ama kuna shida gani na mimi tangu tuachane na nyinyi ile siri. Umeniona kwa maisha yangu. Ushaiona nikimpigia simu. Ushaiona nikimpigia simu. Ushaiona nikimpigia simu. Simaachane na nyinyi muoane. Mimi daktari ameniita hapa singekuja. Utaenda kwa binti yako tafadhali. Kila kitu ni ya Lucy. If you try to bring jokes here my friend, you will go back to your daughter. Usipochunga, hakuna kitu yako hapo. Utapatikana mtoto wako pamoja, sawa? Na ulikuwa umeniambia utanioa ama kuniambia? Si ndio, wewe si automatically kwani nitakuoa ama nishakuoa? Mbona mnaniingiza ati mimi nauza? Nakwambia aje, ukiwa na kerere utapatikana kwa ubiti yako mwenye alikuwa na kerere na alipatikana penya juu. Sasa ukitaka pia wewe ukae na yeye kuwa na kerere, sawa? Sigeuke. Sasa kitu ile mimi nataka sababu nataka pia Lucy ajue hii maneno. Lucy mgani? Na pia naye akuje hapa. Binai nataka utafutane na yeye, umwambie akuje tu pia hapa, sababu pia kuna vitu ambaye nilimwambia akuje nayo. Usiku unaambiwa kila kitu unastikia bro. Tafadhali, siku moja utapatikana upate mtu amebeba risasi upigwe juu. Mimi nakusaidia. Sasa mimi nimefanya nini? Hujafanya kitu, lakini nakwambia hawa sio nakudanganya. Daktari mkubwa kama huwa anakudanganya utafuta fulani. Unajua siku moja utapata niko mbaya nikupige mapua.